Kwa maana katika ligi ya mabingwa hakuna timu rahisi wala hakuna timu dhaifu, kwa sababu timu dhaifu haiwezi kafuzu na kushiriki michuano hiyo, na wala timu dhaifu haiwezi ikabeba ubingwa wa ligi yake. Kwa hiyo wamejipanga na kufuatilia historia ambayo wanayo Silver Strikers na kile ambacho wanaweza kwenda kukifanya, wamekifanyia kazi katika uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo wamesema wanaenda katika mchezo mgumu hapo kesho kuweza kutafuta nafasi ya kuendelea kusonga mbele katika michuano hii ya ligi ya mabingwa. Kauli ya coach Roman, ni kweli Silver Strikers wagumu ama kuna namna anajaribu kujidefend kwa kile ambacho kipo kwa upande wao? Warisia ni ligi ya mabingwa na ni hatua pili ya awali. Manake hao wote waliofika hapo kuna mtu wamemchomoa kwa nyuma kabla ya kufika hiyo hatua, ukiacha Al Ahly na Mamelodi ambao wanaanzia hii hatua kwa mara ya kwanza. Lakini wengine Rosaria kuna watu ambao walicheza nao kwa nyuma na wakaweza kuwatoa, lakini kabla ya hapo pia itakiwa bingwa wa ligi. Na Silver Strikers zote kaasifia kwa sababu kwa miaka hivi karibuni Malawi, Nyasa Big Bullets ndio wamekuwa kitawala sana pale Malawi. Kumbuka hata misimu kama mitatu iliyopita Simba alienda kucheza kule na hao wakiwa mabingwa. Kwa hiyo kama Silver Strikers wamefanikiwa kuchukua ubingwa mbele ya Nyasa Big Bullets ambao ndio timu maarufu na ndio timu ambayo imekuwa ikisumbua mara nyingi soka la Malawi, kwa haiwezi kuwa timu ya kubeza. Lakini kingine nimemsikia hapo aliuliza swali kwamba kwa namna gani ambavyo wanafahamu ndio Silver Strikers, na akasema mara nyingi huwa kuna pointa kwenye kila mchezo huwa wanafanya tathmini au uchunguzi wa timu husika, na amemgusa pia video analysis kama ni miongoni mwa watu ambao wanasaidia kuweza kujua tabia ya timu nzima pamoja na mchezaji mmoja mmoja. Hii ina maana kwamba game plan ambayo mwalimu kesho ataiandaa Romain Folz itaendana na mpinzani ambaye wanaenda kucheza naye, kwa maana sifa zake. Moja sifa ambayo imeonekana kwa timu ya Silver Strikers nasifika kwamba ni miongoni mwa timu ambazo wana uwezo mzuri sana wa kuweza kuzuia. Kwa hiyo inawezekana kesho kategemea Silver Strikers kwa sababu wanacheza na Young Africans, timu ambayo imewazidi ubora kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu kaweza kapaki basi na wategemea shambulizi ya counter attack. Kwa hiyo mwalimu kama aliweza kuligundua kama ambavyo wamesema hapo kwenye press kwamba video analyst wao wameweza kuwasaidia kujua tabia mchezaji mmoja mmoja na tabia ya timu nzima. Na tunategemea kesho kuona namna gani ambavyo atakuja na plan ambayo inaendana na kile ambacho hawa Silver Strikers wanacheza ili aweze kupata ushindi wa mchezo wa kesho. Na ni mchezo ambao wana nafasi kubwa sana kuweza kubadili upepo ambao unaendelea hivi sasa kuhusiana na yeye. Amepigwa kelele nyingi sana, watu walianza paka kuzungumza na kocha mwingine hapo katikati, lakini tu mambo yakaenda sawa. Inawezekana mpaka muda huu Romain Folz angekuwa sio kocha wa Young Africans, lakini kuwepo hapo kuna vitu vingi ambavyo vimetokea katikati ambavyo yeye mwenyewe naamini kwa sababu yupo kwenye mitandao alikuwa anaona zile tetesi, alikuwa anaona, na kama itoshi tu hata mazungumzo kati yake na uongozi yalikuwa yanafanyika. Kwa hiyo hii ni ishara tosha kwamba uongozi ulikuwa una imani na yeye. Zile kelele za pale Mbeya alizisikia, na hata kama hajui Kiswahili lakini zile kezi kwa nyingi kiasi kile lazima tu watakuwa walitafuta hata mtu akumtafsiria anaimba nini hapo, na shaka alikuwa anaelewa kwamba anaimba yeye aondoke. Okay. Yes, kwa haya yote ilikuwa inatengeneza kitu ambacho kinamaanisha kwamba hawa watu hawana imani na wewe. Sasa unarudishaje watu waweze kukuamini? Manake hizi wiki mbili za international break, karibia wiki 3 mpaka kesho, kuna kitu ambacho naamini mimi kitakuwa kimefanyika. Inawezekana timu isibadilike kwa kiasi kikubwa kwa sababu muda ni mchache kulinganisha na ule ambao ilikuwa pre-season, lakini angalau watu waanze kuona mabadiliko kutoka pale ambapo Yanga ilikuwa inacheza kwa struggle. Kwa sababu mpinzani kweli ni mgumu kwa sababu level ya Champions League, lakini ukija kukompea na Yanga bado ni mpinzani ambaye ni mwepesi, mpinzani ambaye anamruhusu Yanga aweze kufanya kitu chochote uwanjani. Kwa hiyo ni kitu kingine, ni sehemu nyingine ambayo naamini kesho Romain Folz anaweza kujitetea. Yani inawezekana kesho kama mambo yakienda sawa kama ambavyo yeye anatarajia, tukashuhudia performance ya tofauti ambayo kidogo wale aondoke wakaanza kuimba kidogo abaki kwa sauti za chini, baada hapo akabaki kwa jumla. Kwa hiyo ana nafasi ya kuweza kubadilisha upepo kutokana na kile ambacho kimeendelea na ukiingesha mpinzani mapesi, kwa sababu ukishinda kuchange vitu hivi karibuni wakati tunacheza na wapinzani, kumbuka ukifika hatua makundi kwa sema ambao Yanga yupo kwenye kundi lake, lazima atakuwa kwenye poti ya 3 au poti ya mwisho. Sasa ukiwa kwenye poti hizo ya 3 na ya 4, maana yake uko juu na vigogo wawili kutoka poti ya kwanza na ya pili. Kwa michezo ya hatua makundi ndio ni migumu zaidi kuliko ambayo tunaona hivi sasa. Kwa kama hivi sasa huwezi kutengeneza timu imara ambayo inaweza ikacheza vizuri, ukifika huko mbele ndio itakuwa kimkakati zaidi, inawezekana watu wanaanza kuwakera zaidi. Kwa ni wakati wake sasa hizi
kuweza kusetu mambo kabla hajafika hatua makundi. Okay, na Hamisa, kwa hivi sasa wewe ni coach by professional na mechi hii inakwenda kuchezwa, ni mechi inaonekana kawaida kwa macho huku nje kwa mashabiki, historia ya Silver Striker, historia ya Yanga ambayo wanayo katika michuano, lakini kitu gani kuhusu football watu wanataka kukifahamu kwenye mchezo wa kesho Silver Strikers utakapokuwa nyumbani Malawi, Lilongwe dhidi ya Wananchi? Of course kishaitwa football, unategemea chochote kinaweza kutokea. Hakuna hata mmoja ambaye anaweza kawa na advantage ya kushinda kwa 100%. Hata zio zinakutana timu ngapi hapa. Kuna wakati wanatoa mifano hata yeye anacheza FC Barcelona hapa labda na Mbeya City. Hawezi kumpa FC Barcelona 100% za kushinda. Hata kama atakuwa nazo 99 pointi, kuna 0 point something zitabaki kwa ajili ya football, kwamba ni wanaume 11 dhidi ya 11. Na kizuri au kinachokuwa kinachagiza zaidi hapo ni kwamba Silver Strikers anakwenda kukabiliana na Young Africans ambaye kuna namna fulani hajakuwa stable. Yani kuna jinsi fulani ambavyo ana shake, na kama video analysts wa Silver Strikers watakuwa wameanalyze vizuri Young Africans, watakuwa wameona madhaifu yao mengi ambayo tumekuwa tukiyaona msimu huu toka ambavyo umekuwa ukianza. Na si tu wao, kuna timu nyingi sasa hivi zimekuwa zinajua namna gani zinakwenda kukabiliana na Yanga ambaye bado sasa hivi anachechemea kabla hajajipata. Atazame mchezo kati ya Pamba ya Jiji dhidi ya Young Africans, angalia tactical approach ya Pamba kwenye ule mchezo, namna gani ambavyo ilikuwa inawawia vigumu Young Africans at least kuprogress mipira katikati. Kwa nini? Kwa sababu anajua sasa hivi Young Africans kukosa silaha ya mtu kama Khalid Aucho kwenye lile eneo, sababu mara nyingi ilikuwa Young Africans Aucho anapokuwa na mpira ndio hatari ya Yanga inapokuwa, kwa sababu wale viungo wao washambuliaji wawili wanakuwa na advance juu, kwa sababu wana uhakika kwamba pasi zitafika. Sasa hivi ukiangalia Yanga, angalia mara nyingi maeneo ambayo Maxi na Pacome wanapokelea mipira, wanakuja karibu zaidi na kiungo wa chini, kwa sababu wana uhakika kwamba basi tukikaa huku juu ina maana mipira itakuwa haifiki, itakuwa isolated na inakuwa ni rahisi hata sisi kuwa marked, kwa sababu ambaye yupo na mpira hapa chini sio kiungo ameni creative kiasi hicho kwamba ana uwezo wa kupiga pasi moja kavunja mstari wa ulinzi, whether ikawa ni pasi ya juu ni aerial pass au ikawa ni pasi ya chini. Kwa hiyo kama atakuwa ameanalyze Young Africans vizuri, wataona huo udhaifu ambao wamekuwa nao. Mfano mzuri tu mechi kati ya Young Africans dhidi ya Willet Benguela, mechi ya pili ambayo Yanga alicheza na Willet hapa nyumbani Tanzania. Kiangalia kile kipindi cha kwanza namna gani ambavyo Young Africans walikuwa wana struggle, kwa sababu ukiangalia Bruno Ferri jinsi ambavyo ali approach ule mchezo, alikuja na namna ambayo atawafanya Young Africans wawe man marked uwanja mzima. Yani wachezaji wote wa Young Africans wawe man marked. Kwa sababu gani? Sababu sasa hivi Yanga sio timu ambayo inataka kucontrol mchezo muda mwingi, ile inachagua nyakati za kucontrol mchezo chini ya Romain Folz. Nyakati zipi? Kwenye positive transition, kwamba watakuachia mpira, watakapokupokonya mpira, wanataka kupiga pasi 2-3 wamefika kwenye boksi lako. Si tena ile Yanga ambayo inataka kucontrol kila moment kiwanjani. Possession wa control wao, labda out of possession waweze kucontrol. Ni Yanga ambayo inachagua moments za kuweza kufanya hicho kitu. Kwa hiyo alichokifanya Bruno Ferri kwenye ule mchezo, kama Willet Benguela watakuwa wameanalyze huo mchezo, wataona namna gani ambavyo ilikuwa ni ngumu kwa Young Africans kuweza kupenetrate kwa Willet Benguela, sababu Young Africans the way ambavyo mara nyingi wanacheza toka kwa walimu wote na hata sasa hivi kwa Romain Folz, kwa maana hitaji mnapopokonya mpira tunapita katikati. Kwa hiyo alichokuwa anakifanya ni kwamba kuanza na mabeki watatu nyuma, mstari wa viungo 4, mstari wa viungo washambuliaji wawili pamoja na mshambuliaji mmoja, ambaye inakuwa ni shape ya 3-4-2-1 au 3-4-3, ambapo kule juu wawili wanabadilika, striker mmoja anakwenda kufunga njia za pasi, kwa sababu Yanga wakiwa wanafanya build up, unamuona Azizi Andabwile anatoka anakuja katikati ya mabeki wawili, then wale mabeki wanatanua, alafu mafullback wanakuwa na advance karibu na ule mstari wa kiungo. Kwa hiyo kabla haujaelekea huko mbali ya Misa, juzi pia tulimsikia coach of view, kwa maana daktari wakosi alisema kwa maana wachezaji wengi wametoka katika international break, kwa hiyo wengi wametumika, inakuwa ni ngumu sana kuwapatia zile sessions za recovery, lakini watapambana kuhakikisha wanarudi katika hali zao za kawaida na kuondoa uchovu ambao umetumika kimataifa. Tutarajia kwa maana kesho tutakwenda kuona kikosi cha Yanga ambacho tumekizoea katika michezo 4 iliyopita, miwili ya ligi na ya kimataifa, ama tutarajia kuona mabadiliko kutokana na kauli ya daktari Moses Tutu ambayo alisema hapo juzi. Baada ya hicho kukijibu, ndo tuje sasa kile ambacho tutakiona uwanjani, mifumo na mengine kadhalika.
Of course sasa hiyo itabaki kwa idara nzima ya benchi la ufundi Young Africans, kwa sababu mwalimu huwa anafanya kazi na watendaji wengine wa benchi la ufundi, anafanya kazi na physios, anafanya kazi na daktari, kwa sababu yule ndo anayempa majibu sahihi kwamba huyu mchezaji yupo fiti kuweza kuanza mchezo ama yupo fiti. Yeye atajua mchezaji yuko fiti ama yupo fiti kwa mazoezi ya mwisho kiwanja cha mazoezi, kwamba huyu mchezaji performance yake itampa garantia kuanza. Lakini kuna muda yeye anaweza siwe na majibu kwamba huyu mchezaji ataanza au hatoanza. Daktari ndo atakayempa majibu kwamba huyu kwa sasa hivi hayupo fiti kuweza kucheza dakika 90. Labda mpumzishe, mpe labda dakika 45 za kipindi cha pili, au mpe za kipindi cha kwanza alafu kipindi cha pili ataingia mtu mwingine. Kwa hiyo bado itabakia kwamba ni namna gani ambavyo hawa wachezaji watakuwa wameshow up mpaka mazoezi ya mwisho, kwamba kama watakuwa wapo fiti, kwamba ni mwalimu mwenyewe ndo abakie kuangalia viwango vyao katika mazoezi ya mwisho, basi hiyo inawezekana tusione mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi cha Young Africans. Lakini kama itatokea kwamba kuna wachezaji ambao sasa watakuwa wanakosa fitness ya kwenda, kwa sababu huwezi kulazimisha mchezaji aweze kuanza pale ambapo anakosa fitness, labda iwe ni katika mazingira ambayo hakuna mwingine ambaye anaweza kwenda kuwa backup na kucheza katika ile eneo. Kwa hiyo itabakia bado kwa idara ya watu wa physio Young Africans, madaktari wenyewe pamoja na mwalimu, kwamba hao wachezaji wanakuwa fit, na kama wako fit itabaki sasa kwa Romain Folz na msaidizi wake, kwamba mazoezi ya mwisho wanakitoa kipi kiwanjani ambacho kinaweza kikawa sasa kinatosha katika kwenda kuanza huo mchezo ambao unafuata ya Silver Strikers. Baada ya kumaliza hapo sasa, kwa nini nilichokuwa najaribu kukizungumza ni kwamba sasa hivi Young Africans imekuwa ikipata tabu sana inapokuwa man marked. Na inapokuwa man marked kwenye eneo lipi? Kuanzia kuanza kuwamaka hawa viungo wao katika viungo wao, kuanzia kiungo wao wa ulinzi, kiungo wao wakati, pamoja na hawa viungo wao washambuliaji ambao muda mwingi wanakuja kuombea mipira hapa katika eneo la katikati. La Jalia ameanza Pacome labda na Max katika yale maeneo ya pembeni, kwa sababu anapokuwa ana drop hapa katikati ya Azizi Ndambwile, ukiziangalia timu nyingi zinavyocheza na Young Africans hawahangaiki kuwa press huko juu. Anaweza kuwa anaenda striker mmoja tu kwa ajili tu ya kwenda kufunga njia za pasi, kwamba basi nyimke mnapiga pasi ziende katika eneo la pembeni, ambayo pia wanakuwa hawagarantii sana kwamba mnaweza mkapiga hapa katikati. Lakini mpira unapokuwa unakuja hapa katikati sasa, ni kwamba wanawalazimisha wale viungo washambuliaji wa Young Africans au wingers ambao wanaanza waje kushuka chini kuomba mipira chini, kwa sababu hawa viungo wawili wa katikati ambao wanakuwa wameanza wanakuwa tayari wako man marked. Elia ameanza labda ni Musa Balakonte au ndio huyo mmoja ambaye anakuwa ni Azizi Ndabwile ambaye anakuwa kwenye hilo eneo, au anakuwa pamoja na Duka Abuya, sababu Azizi Ndabwile akidrop katikati ya mabeki wawili, it means kwamba Duka ndo anapaswa kuja kushuka hapa chini kuweza kupokea mipira. Kwa hiyo unapokuwa na viungo wawili katikati, it means kwamba tayari unakuwa umewaman mark hawa viungo wawili wa Young Africans. It means kama Pacome na Max wanakaa juu, ina maana hakuna ambacho watakuwa nakifanya, kwa sababu mipira haipiti katika eneo lao. Kuna muda wanaamua kwamba inapokuwa imeshindikana njia katikati, wanakuwa wanapita pembeni. Wanapita pembeni, wanakuwa wanatumia zaidi hawa fullbacks wao ambao wanakuwa wanatanua, wanakuwa na advance kidogo karibu na mstari wa katikati, karibu na mstari mmoja na hawa viungo wa katikati. Kwa hiyo wanachokuwa nakifanya timu pinzani ni kwamba wale ma wing back ambao wanakuwa wameanza nao, Jalia ni mfumo wa back 3 au ni kama ni mfumo wa kawaida wa back 4, wale wingers wanakuwa wanaanza kuwapini hawa fullback wa Young Africans. Kwa hiyo unakuta timu nzima ipo man marked. Creativity inakuwa inakosekana, kwa sababu huku chini ambapo wanakuwa na Yanga anakuwa na mpira, hauna madhara kwenda kwa mpinzani. Kwa hiyo kama watakuwa wamesoma namna gani ambapo wapinzani wamekuwa wakiwapa Yanga mechi ngumu, inaweza kuwa ikawa ni njia ambayo wataitumia kuwasumbua Yanga Afrika, sababu wanacheza na timu ambayo haikontrol mchezo kwa muda mwingi. Kitakachobakia tu ni kwamba unacheza na timu ambayo kwa quality ya mchezaji mmoja ipo tofauti na wako. Kwa hiyo unaweza kubaki katika game plan yako kwa muda gani? Hicho ndio ambacho kinaweza kikawahukumu Silver Strikers, kwamba wanaweza wakaianza mechi vizuri, lakini sasa kadiri muda unavyokuwa unazidi kwenda, kila ambacho energy ambayo walikuwa wameanza nayo inakuwa inashuka. Au unaweza ukawa umewakabili Young Africans kwenye kila eneo, umewazuia katikati tactically, umewazuia pembeni, then inapatikana chance mchezaji mmoja anaweza kuamua matokeo mwenyewe pale ambapo baada ya game plan nzima kufeli, mchezaji mmoja anaweza kaamua kuibeba timu mabegani na kuweza kuipa matokeo. Kwa hiyo bado ni mechi ngumu, kwa sababu hata kama tactically Silver Strikers wanaweza kuwawini Young Africans, bado itabakia sasa wanaweza vipi kuwawini hawa wachezaji mmoja ambao wanaweza kuamua matokeo. Maafisa Bashir wanakusikiliza, game ya kesho inatoaje? Young Africans ushindi. Idadi ya mabao tuweke over kwa Yanga hii ya Vieta. Hebu weka kwanza goli moja.